Brothers and sisters, mabibi na mabwana, hii ni The Pharmacist ya Basili TV na kujia moja kwa moja kutokea kipande hiki cha Upanga Magharibi. Ni majadiliano ya dakika 45 kati ya wakili wako wa afya na wageni mbalimbali, yani wataalamu, watunga sera, wadau, watafiti na wanafunzi mbalimbali katika sekta ya afya, ambapo utapata elimu, ufafanuzi wa mambo mbalimbali yanayoikumba sekta ya afya hapa Tanzania, ambayo ni wewe na mimi. Leo tunaungana na mfamasia lakini pia ni mhadhiri kutoka chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili School ya Pharmacy, idara ya Pharmacology and Clinical Pharmacy. Mfamasia Manase Kilonzi, karibu sana The Pharmacist, karibu sana Basili TV. Asante. Yes, mada iliyokuwa mezani siku ya leo na mfamasia ni je, ni kweli maduka dawa ya jamii ni chanzo cha kuenea kwa usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, na namna gani tunaweza kutatua hii changamoto kama ipo kweli? Tunaungana naye kujadili hili kwa kina kabisa, namna gani na ukweli ni upi katika hii mada ambayo tunayo mezani siku ya leo. Karibu sana mfamasia, jitambulishe kwa ufupi ili tuende itanabaishe hii kwa ukubwa wake kabisa katika kipindi hichi cha leo ambacho kinakujia kila mwisho wa wiki katika channel yetu ya YouTube, yani Basili TV, lakini unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, yani Facebook, Instagram na Twitter, ambao sasa ni X kwa jina la Basili TV_TZ. Tupo na mfamasia hapa. Karibu sana Basili TV, karibu sana The Pharmacist. Kwa ufupi sana jitambulishe. Asante, nashukuru kwa mwaliko. Mimi naitwa Manase Kilonzi, ni mfamasia na ni mwalimu ndio katika chuo kikuu cha sayansi cha Muhimbili School of Pharmacy, na pia kwa sasa ni mwenyekiti wa chama cha wafamasia kanda hii ya Mashariki, ambayo inahusisha mikoa ya Tanga, Morogoro, Pwani na Dar es Salaam. Asante sana. Kumbe tupo na mtu sahihi hapa kuijadili hili. Kwa hiyo kanda Mashariki, utatuambia hili tatizo lina ukubwa gani, na je, ni kweli lipo wafamasia au zile pharmacy katika jamii imekuwa ni chanzo cha kuenea kwa hili janga? Kwa ufupi naomba utufahamishe, mtu akisikia usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa ni nini hasa? Kwa lugha ya kawaida kabisa, ndio ni kwamba dawa ambayo sasa hizi ambazo tunasema ni kwa ajili ya kutibu vimelea vyovyote vile katika sehemu yoyote ile ya mwili wa binadamu, ama katika unapotibu mnyama, katika dozi ambayo ilikuwa inatakiwa ukipewa basi hivyo vimelea vipotee, basi unajikuta vimelea vinagoma kupotea, kwa maana vimelea vimeota usugu dhidi ya hiyo dawa husika kwa hiyo unaweza ukawa na vimelea vikawa na usugu kwenye dawa moja, lakini vikawa vinaweza kutibiwa na dawa hii. Kwa hiyo usugu sio kwamba kimelea kinaweza kuwa sugu kwa dawa zote. Inaweza ikafika hapo, lakini usugu mara nyingi maana yake unazungumzia dawa moja na baada ya dawa nyingine. Lakini sasa bahati mbaya ni kwamba ama bahati nzuri ni kwamba kisababishi cha usugu ni tabia ya usugu. Tunaita usugu kwa sababu tu tunazungumzia dawa, lakini ile hali ambayo inafanya vimelea viwe na usugu ni tabia ya viumbe hai wote duniani, ambapo vinajibadilisha kijenetia kuweza kucope na mazingira halisi ambayo yako kwa wakati huo. Kwa hiyo hata sisi binadamu tunabadilika, sio kwamba binadamu wa mwaka 1990 ni sawa na binadamu wa sasa hivi. Hapana. Kuna mabadiliko ya kijenetia yanatokea ili kuweza kuendana na hali halisi ya mazingira ya wakati huo. Kwa sababu sasa hizi tunazungumzia tupo kwenye climatic changes. Kwa hiyo haiwezekani kwamba tukawa tuna genetic ile kama walikuwa na wenzetu ile miaka ambako hakuna ya mazao. Kwa sasa kwa sababu wadudu wanapitia kwenye hizi harsh environment, wakishaingia kwenye miili yetu inabidi tunawapa dawa, tunafanyaje? Kwa hiyo nao wanapambana kuishi. Kwa hiyo katika kule kupambana kuishi wanabidi wajibadilishe
katika zile genetics zao, kwa tayari hapo unakuta wanapata huo usugu. Kwa hiyo mada yako ni kwamba namna gani maduka ya pharmacy? Kabla tujafika huko, kwanza nilishukuru sana kwa kuiweka katika maneno mepesi sana. Naamini msikilizaji wetu amepata kujifunza namna hii tukizungumza idhana ya usugu maana yake ni nini. Kumekuwa na wimbi kubwa sasa hivi, wananchi wengi wakipata tu hali fulani ya ugonjwa katika mazingira yao wanakimbilia kwenye maduka ya dawa ambayo yapo kwenye jamii, au tunaita maduka ya dawa ya jamii au community pharmacy kwa lugha ya Kiingereza. Ndio zimekuwa kama hospitali za mwanzo kabla mtu hajafika kwa daktari. Na utaratibu hasa, kwanza tupe kidogo utaratibu wa kupatikana kwa hizi dawa zinazoua hao vimelea. Utaratibu wake kitaalamu unatakiwa uweje ili mtu aweze kuipata hii dawa ya kuua kimelea, kwa sababu mtu ufahamu kimelea gani kimesababisha hiyo hali ambayo unaipitia kwa muda huo. Taratibu ukoje hasa? Sasa hapa tunakuja kwamba utaratibu inabidi mgonjwa kwanza ili ujue kwamba unaumwa kitu gani, inabidi uonane na mtaalamu wa afya. Na kwa taratibu za nchi yetu sasa hivi, mtu ambaye anaruhusiwa kutoa cheti cha hizi dawa sasa ambazo zinapambana na vimelea ni mtu ambaye tunasema ni clinician, kwa maana ya kwamba anaweza kuwa daktari ambaye ana diploma, anaweza kuwa daktari mwenye degree au daktari mwenye level yoyote. Kwa ujumla wao tunawaita clinician. Kuna nchi ambazo mfamasia anaruhusiwa? Yes, kuna nchi ambazo wafamasia wana prescribe. Kuna nchi hata nadhani Kenya ni nchi ambayo mfamasia anaitwa prescriber. Na anaitwa daktari kwa sababu anasoma hizo levels, na kuna factor wamezitumia kwa ajili ya kumruhusu. Yes, anasoma na ila sheria yao inamruhusu. Lakini kuna nchi nyingine ambazo zimeendelea, kuna some of the medication unaruhusiwa kuziprescribe ukiwa pharmacy. Sijajua sana kwenye level ya hizi kwa sababu lazima uone, na kwa mfano hapa kwetu Tanzania hata ukiangalia ule mtaala wa ile sheria ya ADO, utaona ile sheria ya ADO kuna dawa zipo kule chini ambazo zinaruhusiwa kuwepo kule. Kwa bado naamini tuna nafasi ya kubadilisha miongozo yetu, na tunaweza sasa kumruhusu mfamasia anaweza akaprescribe hata yeye kwa baadhi ya dawa, lakini chache sana ambazo ni kutumia tu kufanya benchmarking na nchi za wenzetu ambazo wao wameruhusu. Kenya tunafahamu kwamba pharmacia anasoma miaka 5, kwa hiyo anapata ile doctor of pharmacy. Kwa hiyo inamu-expose na inampa clinical exposure enough kwa hiyo kuweza kufanya prescribe some of the medicine. Turudi kwenye utaratibu sasa kupatikana hizi dawa katika. Kwa hiyo kwa hapa kwetu sheria inakutaka ili upate dawa hizi uwe na cheti cha daktari. Sheria inakutaka uwe na cheti cha daktari, ambapo ukienda pharmacy sasa, ukienda duka la dawa muhimu, kama hiyo outlet inaruhusiwa kuwa na hiyo dawa, then unaruhusiwa kuipewa. Inafuatwa hiyo? Sasa kufatwa ama kutokufatwa kunaendana na factor nyingi. Kitu ambacho hatuwezi kukiepuka kwenye nchi zetu, hizi ni nchi maskini na hamna chanzo kikubwa cha matatizo duniani kama umaskini. Kwa hiyo binafsi unaupinga huo? Naamini the main cause ya matatizo mengi tunayoyaona hata hapo, sababu sasa hizi tukifika nchi ambazo zimeendelea, Marekani wapi huko, naona amoxicillin ni one of the best drug, inafanya vizuri sana mpaka sasa hivi. Kwa nini Marekani amoxicillin ifanya vizuri afu Tanzania sasa hizi inakuwa na usugu zaidi ya 100%? Yaani ni kwamba ukienda kwenye tafiti nyingi ambazo zimefanyika hivi karibuni, dawa nyingi ambazo zipo kwenye kundi la penicillin, cephalosporin, sasa hivi hazina tena, yani kwa kiwango kikubwa mno, na ni strain nyingi mno zimekuwa tayari resistance. Strain ambazo unazitoa clinical, unazitoa kwenye community, zote zimekuwa resistant. Kwa hiyo tatizo ni kubwa, na kama ulivyouliza sasa ni kwa nini utaratibu haufuatwi, tunaweza tukaona kwamba
Changamoto moja kubwa tunaweza tukaya group haya katika makundi mawili. Kuna matatizo ambayo yamekaa kwenye community zaidi, kuna community ambayo na matatizo ambayo yapo kwenye mfumo wetu mzima wa afya. Kwa huku kwenye community hatuwezi kuacha umaskini. Nadhani umaskini ndio chanzo cha cascade yote inayofuata hapo mbele. Kwa sababu umaskini umefanya watu wetu wengi tumekuwa hatuna elimu kubwa. Na kwa sababu hatuna elimu kubwa tunashindwa pia kuaccess hiyo elimu iliyo sahihi kwenye baadhi ya vitu, lakini pia kwa sababu ya umaskini tunashindwa kuafford good health, tunashindwa kuaccess. Tunaposema access kwenye afya tunamaanisha availability, lakini ile accessibility yenyewe, affordability. Kwa unakuta kwa sababu ya umaskini tuna fail kuaccess hata kama service ipo karibu. Kwa mfano hizi Tanzania kweli moja nchi ambayo ukizungumzia upatikanaji wa vituo vya afya ni mkubwa sana. Kubwa sana, tumefanya tafiti vijiji vingi. Sasa hivi yani dispensary zipo kwenye vijiji kabisa. Lakini sasa kwa sababu ya cost ya kwenda hospitalini, kwa hiyo watu wanaamua kutafuta njia mbadala ya kuaccess hizi dawa. Kwa hiyo kidogo inakuwa ni tatizo, kwa sababu ukiangalia mifumo yetu ya afya, ukienda hospitali unakutana na consultation fee. Yule uliyemkuta naye atakwambia basi hebu kafanye vipimo. Umeona, ukishafanya vipimo sana anakuambia kanunue, na vipimo unakuta vipimo 5 kila kimoja labda dawa 10. Yaani uko kwenye 10,000 umeenda mbali, kwa sababu Tanzania wa kawaida kuweza kuafford kutoa shilingi 5,000 kwa ajili ya kununua dawa. Yaani kwa ajili ya sio kwa ajili ya dawa, kwa ajili ya huduma za kiafya. Kwa sababu unajua sio lazima unapoenda hospitali upewe dawa. Kitendo cha kwamba tu nimefika nimetoa 5,000 nimepata huduma za kiafya, nimeridhika kwamba niko salama. Kwa kweli kwa uchumi ambao tunao bado wengi mno kwao inakuwa ni tatizo. Kwa sasa kwa sababu hiyo sasa na kwa sababu ya ukosefu wa elimu tayari tatizo linakuwa kubwa. Sasa tunasema watu wanatumia hiyo advantage sasa kuwapa hizi dawa kwa njia ambazo inaweza kuwa sio sahihi sana. Lakini sasa pia tuje tuangalie kwa sababu kama anazipata kwenye community pharmacy, kwa nini community pharmacy inampa? Kwa nini community pharmacy inampa? Yes, hilo nalo ni tatizo lingine ambalo unaweza ni kwamba community pharmacy zetu hazina wataalamu. Lakini utagundua hapana. Inaweza kuwa ni one of the factor kwamba hakuna wataalamu, lakini nakuhakikishia kwamba hata maeneo ambayo yana wataalamu kabisa bado watu wanazitoa hizi dawa. Kwa miaka ya nyuma tafiti nyingi zilikuwa zinaonyesha tatizo kubwa hakuna wataalamu. Tatizo kubwa kuna poor law enforcement. Tatizo kubwa TMDA, Pharmacy Council, nani hawafanyi hizo law enforcement, ya pharmacy haziajiri watu au kunakuwa na vitu kama hivyo. Lakini for decade bado tatizo limebaki kuwa lipo kwamba kwenye community pharmacies dawa zinatolewa. Kwa sasa hapo tunaposema kwamba it's time now for bottom up approach, tujaribu kuona now from the bottom. Sababu hizi tunaposema law enforcement, TMDA wafanye, leta miongozo, fanya hizi mara nyingi ni top down approach. Kwa tunawapelekea tu walaji miiko, sheria na nini. Hizi mtangazaji nitakuuliza kitu kimoja. Wewe ukiwa na shilingi 10,000, ndio, alafu mimi nimekuandikia uchukue dozi ya siku 8 na hii dozi ni shilingi 8,000, ila hauna uhakika wa chakula. Je, ukija kwangu mimi mwenye duka, whether ni duka la dawa muhimu ama duka la dawa haya pharmacy za kawaida, nikakwambia hebu naomba dawa za 2,000 kwenye hii prescription yangu, wewe ukaniambia bwana mimi sikupi bwana, lakini kiana kwa jirani yangu akanipa. Umeona? Sasa mimi pia najiuliza hizi dawa za 10,000 nikizitoa watoto wangu watakula nini?
watoto wangu mimi watakula nini? Kwa hiyo kwangu mimi naamini katika upande wa jamii natakuwa tupeleke elimu ya kutosha zaidi. Tuanze na huko shule za msingi, watoto wanavyokuwa, sababu hiyo ndio jamii ya kesho. Tupeleke elimu ya kutosha kwa sababu watu wajue umuhimu wa kumaliza dozi. Kwa sababu naweza nikawa nyumbani, naweza pia nikawa na hela, nikanunua ile dosage nzima, nikaa nayo pale nyumbani lakini siimalize. Umeona? Lakini na uwezo nikawa na elimu ya kutosha, nikaja kila siku kununua shilingi 2000. So kipato changu kwa siku ni 10,000. 2000 nanunua dawa 8,000 nakula. After 5 days nimemaliza dosage yako. Na tofauti gani na kama ungenipa dosage nzima pale nyumbani? Kwa hiyo nadhani tuende tukatafute solution from the community. Tuone wao ni namna gani tunawa engage. Lakini tuwapelekea tu sheria, kidogo hapo kunakuwa na changamoto. Lakini pia sasa hivi tuje tuangalie community pharmacy. Community pharmacy sisi kama wafamasia kwa kweli ni eneo ambalo tunaona kama kwa miaka hii kama sio 10 ni 8 limepata, ni sekta ambayo imepata majanga makubwa sana. Sahihi. Yaani mashambulizi ya kwenye community pharmacy ni makubwa mno kiasi cha kwamba kwa sababu mimi naamini community pharmacy zikijengewa mazingira sahihi, zikaweza kujiendesha, zikaweza kuuza, haziwezi kutoa hizi dawa bila prescription. Sahihi. Lakini sasa hivi nao wanapambana, yaani wanapambana kwamba basi wanafunika profession angalau wapatamo chochote kitu. Nitakwambia hapa sasa hivi karibuni utaona maduka ya dawa hayapokei prescription tena kutoka hospitali. Utagundua sasa hizi prescription ya NHIF haiendi tena community pharmacy. Sasa hizi utagundua hospitali zetu za serikali hata ambazo sio za serikali zina strengthen upatikanaji wa dawa kwenye yale maeneo. Sasa wameenda mbali zaidi, wanajenga hadi community pharmacy ndani ya kituo cha kutolea huduma. Sasa hebu tujiulize, hizi community pharmacy zina survive vipi? Na nakwambia kweli zimeajiri vijana wengi sana. Ni moja ya eneo ambalo ni strategic, linaajiri vijana wengi sana, kuanzia wenye certificate mpaka wenye degree. Kwa hiyo mimi wito wangu ni tukae chini, wizara ikubali, mamlaka zikubali, tukae chini, tuzirudishie uwezo community pharmacy. Ili hizi hoja zetu za kupambana nao sasa wasiuze dawa nusu ama kufanyia yani hizi antimicrobial stewardship movement ziweze kuwa na kumepita kipindi fulani katika mfumo wetu, wizara ya afya, pita waziri fulani, kaja waziri mwingine, lakini kuna waziri fulani alipita akawa anawashutumu wa famasia kupatikana kwa urahisi kwa hizi dawa za kuua vimelea. Wafamasia wamekuwa sio mstari wa mbele katika kuhakikisha hizi dawa zinapatikana kwa utaratibu ambao ni rafiki. Umenieleza kuna fakta nyingi sana, kuna maeneo mengi ambayo kwanza yanahitaji kutengenezwa vizuri ili kuhakikisha watu wanauza, lakini umeelezea namna kwa nini zinapatikana kwa urahisi kwenye haya maduka ya jamii. Unakataaje kwamba maduka ya jamii sio chanzo cha kukua kwa hili janga? Mimi naamini yeyote ambaye anauza hizi dawa, yeyote ambaye ana stock hizi dawa kwa ajili ya kupeleka kwa jamii, kwa jamii inaweza kuwa kwa kupitia binadamu, kwa kupitia mifugo, ni chanzo cha kukua kwa hili tatizo la usugu. Kwa hiyo maduka hayawezi kutolewa kwenye hilo kundi, kwa sababu na yenyewe ni moja ya maeneo ambayo yana stock hizi dawa kwa ajili ya kwenda kwa jamii, katika kwa maana ya kwamba kutibu matatizo
kwa binadamu, kutibu matatizo kwa wanyama. Lakini sasa hizi utaona hatuzungumzi tu, lakini angalia hata vituo vya afya hivi binafsi zinaitwa polyclinics. Yaani operation yake haina sana tofauti mkubwa na community pharmacy. Tunaona kwamba sasa hizi watu wengine kuna watu hadi wana maabara iko pa pembeni kuna pharmacy. Kwa hiyo unaona kabisa yani kwamba tunahitaji mifumo, tuifanye mifumo iwe rafiki zaidi. Lakini uwezo ukasema kwamba community pharmacy haichangii wakati ni moja ya maeneo ambayo yana stock hizi. Kwa hiyo ninakiri kwamba zinachangia, lakini naamini kama nilivyoeleza awali kuna namna ya kufanya. Basi tushushe kile kiwango ambacho hizi community pharmacy zinaweza. Labda kuna namna yoyote ambayo unadhani ya kimamlaka katika upatikanaji, na maanisha kwenye gharama za upatikanaji wa hizi dawa za kuua vimelea, inaweza ikafanyika kumsaidia yule mwananchi wa hali ya chini kupata hizi dawa kwa gharama nafuu? Kwa sababu unakuta kwenye community mtu anaenda nisaidie dozi, unakuta labda dozi nzima labda ni 12,000, mtu ana shilingi 5,000. Unafanyaje hapa kimamlaka? Mamlaka ina nafasi gani kwenye kuhakikisha upatikanaji labda au kuna taratibu inaweza ikawekwa kuhakikisha huyu mtu kutokana na dawa anaweza kununua na akaipata akaweza kumaliza dozi? Sina data kamili za kwamba sasa hivi tuko wapi, kwa sababu wenzetu wa TMDA watakuwa nazo. Lakini nakuhakikishia kwamba moja ya maeneo ambapo tunaingiza antibiotics nyingi sana ni Tanzania. Kwanza hapa nitakuwa tuwapongeze sana mamlaka, TMDA, Wizara ya Afya. Dawa zinaingizwa kwa wingi sana. Na nakuhakikishia kwa sisi ambao tunatembea vijijini, hata ukienda pharmacy ya kijijini ile ambayo tunasema maduka ya dawa muhimu, unazikuta hizi dawa. Kwa hiyo upande wa upatikanaji wake, kuwepo kwake sio tatizo. Na upande wa gharama kama nilivyosema, bado wananchi wetu wengi ni maskini. Yaani hapa bado hatuwezi kupakwepa. Bado wananchi wetu wengi ni maskini namba moja. Lakini pia inawezekana namna moja au nyingine bado kuna maeneo law enforcement labda haijafika vizuri. Kwa hiyo watu wanaweza pia wakawa wanatumia hizo loophole kufanya hizo misprofessional acts. Lakini kwa maana ya kwamba dawa zinauzwa bei kubwa sana, kwa sababu unajua dawa ndio moja ya bidhaa ambazo VAT ni 0. Nadhani hiyo kitu unaifahamu. Kwa hiyo dawa ni moja ya bidhaa ambazo hapa Tanzania kwetu VAT ni 0. Kwa hiyo mimi naamini upande wa gharama na nini, mimi naamini serikali imefanya vya kutosha na dawa zinapatikana yani tena za viwanda tofauti. Kwa hiyo kutoka kwa innovator unakuta dawa moja hata kuna brandi mpaka 5, 6, 7, 8. Kwa hiyo kiasi cha kwamba tu sasa maeneo ambayo inabidi labda tuongeze tu nguvu upande wa mamlaka na serikali ni maeneo ya kwamba sasa uwezo wetu wa kuzitest hizi dawa kabla hazijaenda kwa wananchi, kwa sababu hiyo pia ni eneo ambalo utapata usugu. Ni kweli sasa viwanda vimekuwa vingi, tumejenga urafiki na viwanda vingi vya nje za nchi, China, India, Cyprus, na dawa zao ziko nyingi sana. Lakini sasa ni wakati na sisi sasa kupitia TMDA na mamlaka nyingine kushirikiana na vyuo vikuu na tafiti na sehemu nyingine za tafiti, tuone sasa ni namna gani tunaweza kuwa tuna testi ubora wa hizi dawa hapa nchini. Kwa sababu sasa hizi unajua tunatumia certificate ambazo zinakuja zina dawa tunasema okay iko sawa. Kwa hiyo lakini kwa maana ya upatikanaji na uwepo naona zinapatikana kwa wingi sana hizi dawa. Bana, hii ni The Pharmacist ya Basili TV na kujia moja kwa moja kutokea kipande hiki cha Upanga Magharibi. Ni majadiliano ya dakika 45 na mgeni wetu ambaye tuko nao leo, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili School ya Pharmacy, idara ya Pharmacology na Clinical Pharmacy, lakini pia ni mwenyekiti wa chama cha wafamasia Tanzania Kanda Mashariki, mfamasia Manase Kilonzi. Tuko naye hapa.
na tunajadili naye mada ambayo inasema, je, ni kweli maduka ya dawa ya jamii ndiyo chanzo cha kukua kwa usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, na je, namna gani tunaweza kuikabili hii changamoto? Nataka uniambie kama kuna ushahidi wowote unaoonyesha kuna uhusiano kati ya kukua kwa hili janga na maduka ya dawa ya jamii. Naamini umeelezea kwa kina namna gani hizi dawa zinapatikana kwa urahisi katika nini, kama kuna tafiti ambazo zipo zinaonyesha haya maduka ya jamii ni miongoni mwa maeneo makubwa yanayosababisha hili janga kukua. Tafiti zipo. Tafiti zipo. Zipo kabisa na zimefanyika kwenye maeneo mengi ya kwenye jamii zetu ambazo ndio hizo community pharmacy zipo. Tafiti ziko ambazo zimeangalia uelewa wa watoa huduma kwenye hizo community pharmacy. Uelewa wa watoa huduma kwenye hili janga, kwenye hili janga. Na mimi mwenyewe kuna ambazo nimeshiriki kufanya. Kwa hiyo eneo la uelewa pia ni tatizo. Uwepo wa non pharmaceutical profession kwenye haya maduka, tafiti zinaonyesha wanapatikana, wapo na hilo pia ni tatizo. Lakini siwezi kuwa na data kwa sababu hii sijafanya, lakini ongezeko pia, kwa sababu sasa ukumbuke pharmacy ni biashara kama zilivyo biashara nyingine. Kwa hiyo kwa hiyo ni eneo ambalo linavutia wengi. Ni eneo ambalo watu wengi wanaliona kama linaweza kuwaendeshea maisha yao, na hatuwezi kukataa. Tunashawishi watu wetu wafanye biashara. Tunawashawishi hata sisi wanafunzi wetu, jamani, mkitoka hebu unganeni, fungueni pharmacy, fanyeni hivi. Kwa hiyo ni eneo ambalo pia mimi naona kwamba pharmacy zinaongezeka kwa wingi sana. Kwa hiyo hatuwezi kupinga kwamba hilo linaweza kuwa ni changamoto. Lakini pia kwa hiyo nadhani nitakuwa nimelijibu swali lako. Lakini nataka tu unipe mtazamo wako kwenye usimamizi wa haya maduka. Unakuta msimamizi, na maanisha kuna mfamasia, lakini pia unakuta kwenye operations nyingi za haya maduka unakuta kuna mmiliki ambaye muda mwingine, mara nyingi pia inatokea sio mfamasia, ni mmiliki lakini amemweka mfamasia kama msimamizi. Je, kuna utofauti katika uendeshaji wa pharmacy ikiwa mmiliki ni mfamasia na ikiwa mmiliki sio mfamasia? Nadhani hilo liko wazi. Hilo liko wazi. Kama nilivyosema, pharmacy ni biashara kama biashara nyingine. Kwa taratibu zetu za nchi, mtu yeyote mwenye capital akikidhi vigezo anaruhusiwa kufungua pharmacy. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa, kama tunavyosema kwamba tafiti zinaonyesha uwepo wa non pharmaceutical kwenye haya maduka, na sometimes kabisa unawakuta non pharmaceutical personnel wana dispense hizi dawa. Kwa hiyo inaweza kuwa ni tatizo. Na kama nilivyosema awali, pharmacy zetu bado hazijajengewa uwezo, bado hazina uwezo mzuri, mazingira bado sio rafiki sana kuweza kuajiri wataalamu wengi pia na kuwalipa vizuri stahiki zao. Nadhani tukizijengea uwezo kama nilivyosema awali, zikaweza kuajiri sasa watu na kuwalipa, tunaweza tukasema, jamani, hebu wewe pharmacy ili uoperate uwe na mtu huyu na huyu na huyu, na tukasimamia hizo sheria vizuri. Kwa hiyo ni kweli kuna kautofauti hapo, kwa sababu kuna baadhi ya pharmacy ambazo wamiliki sio wafamasia, ila wameruhusu wafamasia waziendeshe. Kwa hiyo unaona utofauti upo. Na baadhi ya pharmacy ambazo wamiliki sio wafamasia, lakini bado wanataka na wenyewe kuwa sehemu ya operation. Sababu anataka kuiona hela yake inavyoenda, na tunajua masuala ya hela yalivyokuwa magumu. Kwa hiyo utofauti tu lazima utaonekana, kwa sababu zile professional ethics yeye hana, na hajui chochote kile kuhusiana, yeye anachokijua ni ku make profit. Kwa hiyo kuna japokuwa sina sana ushahidi wa kwamba huo tofauti ni mkubwa kiasi gani, lakini
kwenye literature tofauti upo. Sawa sawa. Ni mwenyekiti wa kanda ya Mashariki kwa chama cha Wafamasia Tanzania, lakini pia unakubaliana na mimi kwamba eneo la kanda Mashariki pengine ndio eneo ambalo lenye community pharmacy nyingi nchini Tanzania, katika mikoa ambayo ipo kwenye kanda Mashariki kutokana na chama cha Wafamasia Tanzania. Unakubaliana na mimi hilo? Ni eneo ambalo lina population kubwa. Okay. Kwa sababu lina population kubwa, kwa maana ya kwamba ukijumlisha population hiyo, ukiangalia mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa mdogo kiukubwa wa ardhi, lakini ndio the most populated city kwa hapa Tanzania. Sasa hivi tunazungumzia watu zaidi ya milioni 5.5 kwenda milioni 9 kwenye sensa ya mwaka 2022. Kwa hiyo ukiangalia hiyo population, ni obvious kwamba utakuwa na density kubwa sana ya hizi community pharmacy. Lakini sasa moja eneo ambalo pia linatupa shida ni uwepo wa hizi tunaita maduka ya dawa muhimu. Sasa bado yako maeneo ya mjini. Sasa hapo ndio tunapoiomba kidogo mamlaka pia ione namna gani tunayapunguza, kwa sababu yapo kisheria na kusema ukweli yanasaidia mno yakifuata ile namna yake ambavyo inabidi yaanzishwe, kwa sababu maduka ya dawa muhimu yanatakiwa kuwepo maeneo ambapo ni hard to reach, maeneo ambapo huwezi kuikuta pharmacy, maeneo ambapo vituo vya afya viko mbali, ndio maeneo ambayo yale tunategemea pembezoni mwa miji kama hapa Dar es Salaam, basi tungezikuta zikiwa huko pembezoni mwa miji, lakini data zinaonyesha kwamba hizi community pharmacy ziko ndani kabisa katikati ya miji, na kwa hiyo kidogo kuna hizo changamoto ambazo zipo, ambazo sasa ukiangalia communities hizi kama duka dawa muhimu, namna ambavyo yanafunguliwa, watu ambao wanaruhusiwa kuwepo mle, mfamasia haruhusiwi kuwepo mle kwenye yale maduka dawa muhimu, umeona. Kwa hiyo utalaumu kwamba huku bwana hivi, lakini kwamba maduka ya dawa muhimu kwa jamii ni pharmacy kama pharmacy nyingine, lakini operation zake ni tofauti na community na community pharmacy. Kwa hiyo mimi nadhani natoa wito tu kwa mamlaka na wadau wote wanaohusika, tuone namna gani community maduka ya dawa muhimu yabaki kwenye maeneo yake, ili tupunguze hizi density na tuziongezee hizi pharmacy uwezo, ili tuweze kuzishinikiza zifuate taratibu ambazo zipo. Ni mwenyekiti wa chama cha Wafamasia Tanzania kanda Mashariki, mfamasia Manase Kilonzi. Tuko naye ndani ya The Pharmacist ya Basili TV, ambayo inakujia moja kwa moja inakuja moja kwa moja kutokea katika kipande hiki cha Upanga Magharibi. Majadiliano haya kwa kina utayapata katika channel yetu ya YouTube kwa jina la Basili TV, lakini pia unaweza kutufuatilia katika social media platforms zetu zote, yani Facebook, Instagram, Twitter, sasa ni X kwa jina la Basili TV_TZ. Tuko na mfamasia hapa, na tukiwa tunaelekea kutamatisha, nataka atupe nini kifanyike hili janga tunalolizungumza kwa kina katika kipindi chetu hichi, hata kwa kiasi fulani tulipunguze. Nini kifanyike kimamlaka, kitaalamu, kitaaluma, nini kifanyike, na jamii nini kifanyike, kwa mmoja, nini kifanyike au nini afanye ili kusaidia hili janga tuweze kulikabili kwa pamoja. Kwanza sisi wataalamu wenyewe wa pharmacy tunataka tuwe mstari wa mbele. Kwanza sisi wenyewe tubadilike. Okay. Kwa sababu hata sisi utakuta tunatoa hizo dawa nusu. Utakuta hata tu sisi ukipewa dawa umalizi. Kwa hiyo kwanza sisi wataalamu wa dawa wenyewe tubadilike ili tuweze kuielimisha jamii yetu vizuri. Kwa hiyo tubadilike kimtazamo, tubadilike kiutendaji kazi wetu. Hiyo ni eneo la moja la sisi wenyewe kama tu wataalamu hapa, sio tu wafamasia, madaktari, manesi, watu wote ambao tupo kwenye sekta ya afya. Tubadilike na tuione hii hatari ya
usugu wa hivi dhidi ya hizi dawa za vimelea ni kitu hatari, na kama WHO wanavyosema ifika 2050 kama hatujasolve hili tatizo basi a very simple wound itakuwa kama ambavyo ilikuwa before era of antibiotics. Nakumbuka hiyo miaka 1940 kurudi nyuma huko. Hali ilikuwa ni kwamba ukipata a minor wound inakuua sababu palikuwa hakuna antibiotics. Kwa hiyo zikifika point kama anavyo predict WHO zikafeli zote kweli, utajikata na jembe shambani, itakuwa ndio biashara imeisha hiyo, kwa sababu utapata infection na haitakuwa. Kwa hiyo tubadilike sana katika namna ambavyo tuna prescribe hizi dawa, namna ambavyo tuna cancel patient wetu, namna ambavyo tuna interact na jamii ili tuweze kuielimisha kwenye hilo eneo. Lakini pia upande mwingine sasa ni tushirikiane mamlaka, chama cha famasia tupo, chama cha pharmaceutical technician kipo, tushirikiane kwa pamoja na serikali. So namna gani pia tunaifikishia jamii elimu kwa ukubwa wake. Lakini kwa kuwa mada yetu pia ipo kwenye eneo la hizi community farmers, pia tukae chini tuone namna gani community farmers tunazirudishia uwezo wa kujiendesha, kwa sababu nashukuru Mungu kwamba sasa hivi awamu hii ya serikali hii wimbo wa private public partnership unaimbwa vizuri na unaonekana unatekelezwa vizuri. Kwa mimi naamini ni wakati sahihi wa wadau stakeholders mbalimbali ambao pamoja na serikali tukae chini na sisi tuone namna gani hii PPP tunaiendesha between community farmers na hizi health facilities zetu. Takwambia kwa mfano tuone namna gani wagonjwa wanaweza, kwa sababu kuna baadhi ya nchi ni modo tu, kuna baadhi ya nchi health facilities zao hazina outpatient pharmacy yoyote ile. Kwa hiyo so long as mgonjwa amekuja for outpatient, amekuja clinic, anahudumiwa, anapewa prescription, aende nje. Hiyo ndio moja ya PPP ambayo tunataka tuione namna gani tunaiadopt. Kama unaona kwamba dawa VAT ni zero. Kwa hiyo hamna haja yoyote ya bei ya kwenye community pharmacy kuwa kubwa. Wala kutofautiana na ile ambayo inauzwa kwenye nani. Lakini pia itaipunguzia hata serikali mzigo mkubwa. Maana tunalalamika kwamba wafanyakazi hawatoshi, kwa sababu moja tatizo kubwa la ambalo linakumba mfumo wa afya ni human resource kuwa ndogo. Kwa hiyo human resource ambayo tunaiweka kwenye pharmacy na nini ya outpatient ndani ya hospitali tunahamishia tu kwenye community pharmacy. Kwa hiyo nadhani kuna namna bora ambazo tukikaa kwa pamoja tuzirudishie uwezo community pharmacy. Alafu sasa tuziwekee sasa sheria kali kwamba bwana sasa hivi tunaamini nyie mnapata hela, ajirini watu ambao ni sahihi. Tukikuta kuna blunders imetokea tunatoa adhabu. Sasa tunaamini tumekuwekea mazingira sahihi ya kuweza kujiendesha. Asante sana mfamasia, lakini pia ni mwenyekiti wa chama cha wafamasia kanda mashariki, lakini pia ni waziri kutoka chuo kikuu cha afya Sayansi Shirikishi Muhimbili School of Pharmacy, idara ya pharmacology na clinical pharmacy. Tumekuwa naye hapa, lakini pia nafahamu umekuwa mstari wa mbele. Kuna mkutano wa wafamasia unakuja. Natamani pia utumie nafasi kama wito wa kuwaita wale ambao unaamini washiriki. Naamini hayo ndio maeneo ya watu kujijenga na kujua tupo wapi na tunatakiwa tufanye nini ili kuhakikisha tunasaidia mfumo wetu wa afya umekaa katika ule mlengo au mfumo ambao utakuwa unamsaidia mwananchi. Asante sana. Makongamano ya kisayansi haya na mikutano ya vyama vya profession inafanyika hapa nchini kwa profession tofauti na ni platform ambazo wanataaluma wanakutana, wanajadili changamoto zao,
wanajadili utatuzi na wanakuwa na way forward kama profession nini kifanyike. Na sisi wa famasia, sio tu wa famasia, na sisi wataalamu wa dawa, kwa maana kwamba pharmaceutical personnel kuanzia mtu mwenye certificate, mwenye diploma na sisi mwenye degree na kwenda juu, tunafanya mkutano wetu kila mwaka. Na mwaka huu utafanyika tarehe 4 mpaka 6 mkoani Arusha. Na tumepata bahati kwamba mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Rais Mama Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tuwaalike wapenda taaluma wote, wanataaluma wote ambao wapo nchini na walioko nje ya nchi ambao ni Watanzania ambao wangetamani kuhudhuria mkutano huu. Wakati ni sasa. Tunapatikana kwenye platform mbalimbali sisi kama chama cha famasia PST hapa Tanzania. Watutafute, watuone, waje washiriki ile kongamano la kisayansi, lakini pia tambatana na mkutano mkuu wetu chama. Kwa hiyo tunawaalika wanachama wetu, tunawaalika wataalamu wa dawa ambao sio wanachama. Basi huu ni wakati sahihi wa kulipia kuwa wanachama na kulipia mkutano mkuu, wahudhurie kwa pamoja, tujadili mambo mbalimbali ambayo yanaikabili profession yetu. Na tunaamini kwa pamoja tutafika na tutatoa huduma bora, na hizi complaints ambazo zinaelekezwa kwenye pharmacy profession tunataka tuzitokomeze kwa kiwango kikubwa. Asante sana, tukutane Arusha. Hii ni The Pharmacist ya Basili TV ambayo ilikuwa inakujia moja kwa moja kutokea kipande hiki cha Upanga Magharibi. Tumekuwa na mfamasia, mwalimu, lakini pia ni mwenyekiti wa chama cha wafamasia Tanzania Kanda Mashariki, mfamasia Manase Kilonzi. Hii ni The Pharmacist. Usiache kutufuatilia katika social media platforms zetu zote, yani Instagram, Facebook, lakini Twitter ambayo sasa ni X, lakini pia kwa kina kabisa fuatilia majadiliano haya katika YouTube kwa jina la Basili TV. Kwa kina kabisa utaweza kufuatilia mada hii ya ni kweli maduka ya dawa ya jamii ndio chanzo cha kukua kwa janga la usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, na namna gani tunaweza kuikabili. Umekuwa na mimi kwa dakika hizi zote, wakili wako wa afya Adam JM. Usikose episode inayofuata. Ciao.